Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki, na huko Rabat ni saa 11:30 jioni. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwamo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, unaweza kupokea kupitia redio wa shirika, redio Ngoma ya Amani Fizi, inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Redio Rwanzururu RTR Beni 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Ikiwa ni wiki ya Krismasi na juma la soka la bara Afrika, tumekuandalia makala maalum kutoka maeneo mbalimbali ya kanda hii, na pia tutakuwa huko Morocco ambapo mechi ya kombe la mataifa bingwa Afrika AFCON linaingia siku ya pili hii leo. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Angela Ngendo. Marekani imekuwa ikifanya safari za ndege za kukusanya taarifa za kijasusi juu ya maeneo makubwa ya Nigeria tangu mwishoni mwa Novemba. Kulingana na takwimu za ufuatiliaji wa safari za ndege pamoja na maafisa wa sasa na wa zamani wa Marekani. Hatua hiyo inaashiria kuongezeka kwa ushirikiano wa kiusalama kati ya nchi mbili. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa za shirika la Reuters ambalo halikuweza kubaini ni taarifa zipi hasa ndege hizo zinalenga kukusanya. Hata hivyo, safari hizo za ndege katika Afrika Magharibi zinajiri kufuatia vitisho vya Rais wa Marekani Donald Trump mnamo Novemba vya kuingilia kijeshi nchi ya Nigeria, akidai serikali ya nchi hiyo imeshindwa kudhibiti ghasia zinazolenga jamii za Kikristo. Safari hizo pia zinafanyika miezi michache tu baada ya rubani mmoja wa Marekani aliyekuwa akifanya kazi kwa shirika la kimishonari kutekwa nyara katika nchi jirani ya Niger. Kundi la mwisho la wanafunzi 130 wa shule waliotekwa nyara nchini Nigeria na kuachiwa huru na serikali siku ya Jumapili limeunganishwa tena na familia zao katika jimbo la Niger, katikati mwa nchi hiyo. Hivyo kuhitimisha mateso ya takriban mwezi mmoja yaliyovutia hisia za dunia nzima. Mwezi uliopita watu wasiojulikana waliokuwa na silaha waliteka mamia ya wanafunzi pamoja na walimu 12 kutoka shule ya Kikatoliki ya St. Mary's katika jimbo la Papiri, jimbo la Niger, linaloanzia magharibi mwa mji mkuu Abuja hadi nchi jirani ya Benin. Wanafunzi 50 walifanikiwa kutoroka muda mfupi baadaye, huku wengine 100 wakiachiliwa huru Disemba 7. Tukio la Papiri lilikuwa tukio la pili la utekaji nyara kwa watu wengi nchini humo ndani ya kipindi cha wiki moja, na la pili katika jimbo la Niger katika kipindi cha miaka 4. Maafisa wa ngazi ya kliniki nchini Kenya wanatarajiwa kuanza mgomo wa kitaifa kuanzia saa 6 usiku wa kuamkia leo, kufuatia kushindwa kutatuliwa kwa malalamiko yao ya muda mrefu na Wizara ya Afya pamoja na serikali za kaunti. Muungano wa maafisa hao unasema kuwa mazungumzo kadhaa yaliyofanyika na mamlaka husika hayajazaa matunda, hali inayowalazimu kuchukua hatua ya kusitisha kazi zao. Miongoni mwa masuala yanayolalamikiwa ni pamoja na ucheleweshwaji wa mishahara na marupurupu, kutotekelezwa kwa mikataba ya kazi, mazingira duni ya kufanya kazi, pamoja na ukosefu wa vifaa vya kutosha katika vituo vya afya. Mgomo huo unatarajiwa kuathiri huduma za afya katika hospitali za umma kote nchini, hasa katika ngazi ya huduma za misingi ambapo maafisa wa kliniki huchukua jukumu muhimu katika kutoa matibabu ya wananchi wengi nchini Kenya. Utafiti mpya unaonyesha kuwa Rwanda inaibuka kama kinara wa kikanda katika maendeleo ya nishati ya nyuklia ya kizazi kipya, hatua inayolenga kubadilisha dhana za jadi kuhusu udhibiti na mifumo ya umeme na gharama za uzalishaji wa nishati barani Afrika. Kwa mjibu wa tafiti hizo, Rwanda imewekeza katika teknolojia bunifu ya nyuklia, zikiwemo mitambo midogo ya nyuklia ambayo inatarajiwa kuwa salama zaidi, nafuu na rahisi kuunganisha katika gridi za umeme za nchi zinazoendelea. Mbinu hii inalenga kupunguza utegemezi wa vyanzo vya nishati vinavyotegemea hali ya hewa kama vile umeme wa maji na jua.
ambavyo mara nyingi hukumbwa na changamoto za kutotabirika. Shukran sana Ng'endo. Tunaendelea kuangazia swala la amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita vya wenyewe kwa wenyewe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeendelea kuwepo kwa zaidi ya miongo miwili. Mamilioni ya raia wameuawa na wengine kusalia wakimbizi wa ndani, na baadhi wamekimbilia nchi jirani na Kongo. Hatua za kuleta amani katika nchi hiyo ya maziwa makuu zilianza na kuanzishwa kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa maarufu kama MONUSCO. Kikosi hiki licha ya kusalia pale hakijaleta tija ya kuboresha amani hasa mashariki mwa nchi. Mwaka huu safari ya kutafuta amani mashariki mwa DRC baada ya wapiganaji wa M23 kutoa miji ya Goma na Bukavu iling'oa nanga mjini Luanda kule Angola. Mwezi Februari, Kenya na Angola zilifanya vikao vya kutafuta mwafaka wa amani mashariki mwa Kongo bila mafanikio yeyote. Safari ya mikataba ya amani ilitamatisha pale Washington, Marekani, Novemba mwaka huu katika mwafaka uliofadhiliwa na Rais Donald Trump. Majaliwa yake yanatiliwa mashaka na wengi. Belechi Msochi anaangazia mikataba tofauti ya amani ambayo imekuwepo katika kuimarisha amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tawa kunolu yoyi wapie masasi. Hali ingali hivyo katika maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo, haswa katika jimbo la Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Milio ya risasi imeendelea kusikika kila siku licha michakato mbalimbali ya amani. Kundi la M23 ambalo limedaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda limeendelea kupambana na jeshi la taifa la Kongo ambalo limeungwa mkono na jeshi la Burundi na makundi ya ndani yaliyomiliki silaha ambayo kwa siku zilizopita zilikuwa zinachukuliwa kama makundi yenye kuwa hatari ya kuvuruga amani nchini DRC. Keve Bwija ni mwanamemba wa shirika raia jimboni Kivu Kusini. Na makundi yengine yenye kumiliki silaha Ngomino, Twirwaneho, Android, Red Tabara, FNL, FDLA na wengine kaza wa kaza. Sisi kama mashirika za kiraia tuko tunaendelea kuhukumu sana nchi ya Rwanda na Bwana Kagame na waasi wa M23. Na unajua kama nchi ya Kongo pia unajua kwa sasa inaendelea kupita matatizo mingi. C'est depuis 1996 wananchi wa Kongo wako wanapitia mauaji, mambo kaza wa kaza, mambo ya usalama mudogo. Na mwa ile tu utafahamu kama province zetu za Nord Kivu, Sud Kivu kwa sasa zinaendelea kupita matatizo, hususan province ya Sud Kivu, mji wa Uvira, vile ya Baraka, mji wa Kamituga na mwaeo plateau za Uvira, Fizi, Mwenga, wananchi kuendelea kuuliwa muda kwa muda. Tuangazie kwanza mchakato wa Nairobi ambao ulikuwa ukiongozwa na Uhuru Kenyatta. Mchakato huu ulianzishwa Aprili mwaka 2022 na Jumuiya ya Nchi ya Kanda ya Maziwa Makuu. Mchakato huu ulilenga kutokomeza makundi yote yenye silaha, iwe ya ndani na ya nje, yanayofanya shughuli zake mashariki mwa DRC. Ripoti ya mpango wa serikali wa kupokonya wapiganaji silaha na kuwarudisha katika maisha kawaida ulibaini ya kwamba kuna makundi ya ndani zaidi ya 250 na ya kigeni 14 ikiwemo FDLR. Mchakato wa EAC uliomba kweli makundi haya kupokonywa silaha, lakini ilionekana kama serikali ya Kongo ilikusanya makundi haya yote na kuyapatia jukumu ya kupigana na M23, na baadaye mchakato huu uligonga mwamba. Mchakato wa Rwanda ulianzishwa Novemba tarehe 23 mwaka 2022 katika mkutano uliofanyika Angola. Hasa ulilenga kupunguza mvutano kati ya DRC na Rwanda pamoja na kutatua mgogoro wa usalama mashariki mwa nchi, hasa kuhusiana na uasi wa M23. Kufuata kwa mkutano huu wa kilele wa pande tatu DRC, Rwanda, Angola mnamo Disemba tarehe 15 mwaka 2024 ambao mkutano huu ulisababisha kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Kinshasa na Kigali, na kulionekana na wengi kama kushindwa kwa mchakato huu. Aprili mwaka huu, mchakato wa Doha ambao ulikuwa unaweka kwenye meza ya mazungumzo serikali ya Kongo na wapiganaji wa M23
ulirejelea mfululizo wa mazungumzo kati ya muungano wa mto Kongo maarufu AFC na kundi la M23 na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Yalikuwa yanalenga kutatua kwa amani mgogoro kati ya AFC M23 na serikali ya Kongo mashariki mwa DRC, mgogoro ambao ulianza tangu Novemba mwaka 2021. Mazungumzo hayo yaliyoanza Aprili tarehe 9 mwaka 2025 yalifuatia mkutano kati ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame, ambayo pia yalisimamiwa na Qatar. Marais wawili walithibitisha tena kujitolea kwao kwa kusitisha mapigano mara moja na bila masharti, lakini hakukuwa matunda mazuri licha ya maendeleo makubwa yaliyofanywa Aprili tarehe 23 mwaka huu wa 2025, wakati pande zote mbili zilipotoa taarifa ya pamoja ikitangaza nia yao ya kufanya kazi pamoja kuelekea makubaliano ya kusitisha mapigano. Majadiliano hayo pia yalinufaika kutokana na shinikizo ya kidiplomasia na kiuchumi iliyotolewa na Marekani. Pande zote mbili mapema Julai mwaka 2025, duru mpya ya mazungumzo ilithibitishiwa huku Doha kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda huku Washington mnamo Juni. Mazungumzo yalikuwa magumu huku kila upande ukimshutumu mwingine kwa kuimarisha nafasi zake za kijeshi. Makubaliano haya yanajumuisha utaratibu wa ufuatiliaji ili kuhakikisha uzingatiaji. Pia inasisitiza kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa M23. Tarehe 4 mwezi huu wa Disemba, chini ya uongozi wa Trump, Rwanda na Kongo walisaini mkataba wa amani, lakini vita vilichukua kasi na hata waasi waliteka mji wa Uvira. Kwa nini michakato haya yote yamegonga mwamba? Niko naye huyu hapa Profesa Eluga Buhendwa, mtaalamu wa kanda la maziwa makuu. Ndugu Mbelechi, mimi naona kwamba michakato yote Nairobi, Luanda, Doha, Washington imefika kuzaa makubaliano ambayo yote kwa jumla yamegonga mwamba, tuseme ukweli yamefeli. Swali sasa ni kujua nini kitaendelea kati ya Kongo na Rwanda, kati ya Tshisekedi na Kagame, kati ya upinzani Kongo na upinzani Rwanda. Hayo yote yanatokana na kama madhaifu matatu. Udhaifu wa kwanza ni kwamba tuna udhaifu wa serikali ya Kongo kidiplomasia, kijeshi, kisiasa, kiitikadi, na hiyo ndio sababu kubwa ya hali hii ya sintofahamu. Sababu ya udhaifu wa pili ni udhaifu wa FDLR yenyewe ya wenzetu wa Nyarwanda, ambao upinzani wao ni wa nje ya Rwanda, wakati ungepashwa kuwa upinzani wa ndani ya Rwanda. Udhaifu wa tatu nafikiri ni kwamba ni udhaifu wa upinzani wenyewe wa ndani ya nchi yetu Kongo, kwa kuwa wapinzani hawana uzalendo wote ule, ni mafisadi, uwezi, dhulumati, na kusema kweli tuna wanasiasa ambao nafikiri ulimwenguni hatujawahi kupata watu ambao ni wahuni kama wale. Ninaye pia Kelvin Bwija, mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini, ambaye anatoa pia sababu ya mchakato huu kugonga mwamba. Utafahamu kama baada ya hayo mikataba ambayo ilikuwa sinye Washington na Doha, kumekuwa pia maakoro de principe na maakoro cadre. Utafahamu kama Rwanda na serikali kuu ya Kinshasa na waasi wa M23 AFC na hawako wanaitika ile matokeo ya mikakati fulani ya kusitisha vita mashariki mwa Kongo. Na mwa ile mtangazaji tunakuwa agrese kila wakati na nchi ya Rwanda na waasi wa M23 na makundi yengine yenye kumiliki silaha Ngomino Twirwaneho, Android, Red Tabara, FNL, FDLA na wengine kaza wa kaza. Sisi kama mashirika za kiraia tunaendelea kuhukumu sana nchi ya Rwanda na Bwana Kagame na waasi wa M23. Ili kutatua mgogoro huu, ni nini suluhisho? Profesa Eluga Buhendwa amejaribu hapa kujibu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba suluhisho ni wala amani wala vita kati ya Rwanda na Kongo, kati ya Tshisekedi na Kagame. Vita kusema kweli ni kitu kibaya sana na tusipende kuwepo vita. Amani inawezekana.
na amani ikiwezekana, ina maana ni utashi wa Bwana Tshisekedi na Bwana Kagame wawe wawazi, wa kweli, na tutatue matatizo yaliyopo, sio kuzingizia watu wengine mambo ambayo hayapo. Kwa hiyo mimi kwa hapa nilipo, ningependelea rais hao wawili wachague wasomi ambao wanaweza kuongea wote kwa pamoja Kiswahili na Kinyarwanda, wakae wawape sehemu kati ya Gisenyi na Goma, kati ya Bukavu na Kamembe, wakae siku 15, walete kusema kweli upatanishi, ili marais wetu waweze kusaini makubaliano fulani mjini Arusha, na waseme ukweli kwamba tunasitisha vita, tunaingia mu East African Community na tunatumia nguvu zetu, hali yetu na mali yetu kwa kuleta maendeleo na kuleta amani. Asante, nafikiri hapo ndo mimi naweza kuleta mchango wangu kama ulivyoniomba baba. Nimerudi pia kwa Kelvin Bwija. Suluhisho hasa ni nini? Tunaomba wakuu viongozi serikali yetu ya Kongo na kuomba facilitateur President Donald Trump, president wa Amerika, kuendelea kuhukumu toujours Kagame, kumuonesha mambo ambayo iko naendelea kufanya kuangamiza wakongomani usiku na mchana. Wakongomani wanaendelea kuteseka, wanaendelea kulala pabaya, mwaeo plateau, watoto ni kukufa kila wakati na baridi. Yani wananchi sehemu zote wanaendelea kuteseka mashariki mwa demokrasia ya Kongo, hususan mambo ambao Kagame iko naendelea kufanya, mtangazaji. Na mwa ile utafahamu kama jana kumekuwa mapambano makali pa Makobola. Makobola ni tarafa la Fizi, sekteri ya Tanganyika, groupement Balala Nord. Ile ni mambo kaza tuko tunaendelea kukondane na kuinterpele ma service za securite na president wa Amerika mheshimiwa Donald Trump kuingilia sana hii mambo, kuangalia usilo nitaka Kagame hata itika kuacha vita mwinchi ya Kongo, kuangalia anaweza kumuondosha kwa madaraka. Na tuna alerte tena opinion nationale et internationale par rapport ya différents violations ya droits humains mwinchi yetu ya Kongo, mauaji, ubakaji, malevement iko na kuwa muda kwa muda. Upinzani upande wake unataka mazungumzo ya taifa yaitishwe, upinzani wenye kuwa na silaha na wale wasiokuwa na silaha wakae mezani ili kuangalia vipi kutatua mgogoro huu, badala ya kuwa kila mara wakitumainia nchi za kigeni, hisia ambayo serikali imepinga kabisa. Mbelechi Msoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Shukran sana Mbelechi Msoshi ukiwa Kinshasa na makala hayo spesheli ya kufunga mwaka. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi, mtangazaji wako wa zamu. Na naona wengi mnajiunga na idhaa hii ya Kiswahili ya Afrika. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Sauti ya Mwafrika. Tuko kwenye kipindi ambacho kina shamra na miondoko tofauti. Wakati wa Kristo wanasherehekea Krismasi, na watu wengine pia wanaingia kwenye hali ya holiday. Hata kazi haifanyiki yani. Kwa hivyo tutumie ujumbe wako, heri njema za Krismasi. Unamtumia nani? Unamtumia mama? Je, umefika kule kijijini? Umeingia mjini kwa mama ama uko wapi? Unakula nini Krismasi hii? Manake tunajua katika kusherekea Krismasi Kiafrika chakula kinakuwa katikati ya midahalo yote. Kwetu kule Ukikuyuni wanasema kwamba tunachinja mbuzi, tunamla hadi tunahakikisha tumemalizia na kichwa na supu. Sijui kwenu mambo inakuaje. Tukisonga mbele ni kwamba katika kipindi ambacho Uganda inaelekea kwenye uchaguzi mkuu, matarajio ya mchakato wa kidemokrasia yamefunikwa na wingi zito la hofu, vurugu na ukandamizaji wa kisiasa badala ya kampeni za hoja, sera na maono ya maendeleo. Taifa linashuhudia ongezeko la machafuko, matumizi ya nguvu kupita kiasi na kubanwa kwa haki za msingi za kisiasa. Hali hii imeibua maswali mazito kuhusu mustakabali
mustakabali wa demokrasia nchini humo na wajibu wa dola kulinda haki na uhuru wa raia wake wakati wa uchaguzi. Hii hapa tahariri naye Silvanus Karemera. Machafuko yanayoendelea katika kampeni za uchaguzi nchini Uganda ni doa kubwa kwa demokrasia ya Afrika Mashariki na fedheha kwa haki za binadamu. Kauli ya mgombea urais Bobi Wine kwamba uchaguzi ujao ni vita dhidi yake si maneno ya kisiasa tu, bali ni ishara ya mazingira ya hofu na ukandamizaji yanayotawala mchakato mzima wa uchaguzi. Ripoti za matumizi ya nguvu kupita kiasi, vurugu dhidi ya wafuasi wake na hata kushambuliwa kwa waandishi wa habari, ikiwemo matumizi ya mabomu ya machozi wakati wa mikutano ya kampeni, zinapaswa kulaaniwa vikali. Demokrasia haiwezi kustawi pale ambapo dola inatumia vyombo vya usalama kama silaha ya kisiasa. Haki ya kukusanyika, kutoa maoni na kushiriki siasa ni nguzo za msingi za uchaguzi huru na wa haki. Kauli kwamba nchi inaonekana kumilikiwa na mtu mmoja ni onyo zito kwa mustakabali wa Uganda. Taifa si mali ya mtu wala chama, bali ni wananchi wake wote. Uchaguzi wa haki hauwezi kuwepo bila mazingira ya wazi na salama kabla ya kura, ambapo wananchi wanaweza kusikiliza mawazo tofauti na kushiriki bila kuogopa kulipiziwa kisasi. Ni wajibu wa serikali ya Uganda kuhakikisha usalama wa wagombea wote, wafuasi wao na vyombo vya habari bila upendeleo. Vyombo vya usalama vinapaswa kulinda raia, si kuwatisha. Tume ya uchaguzi, mahakama na taasisi huru zinapaswa kusimama imara kulinda katiba na kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Kwa ujumla, hali hii inahitaji mjadala wa kitaifa na hatua madhubuti ili kurejesha imani ya umma katika mchakato wa uchaguzi. Uganda haiwezi kudai kuwa kwenye njia ya demokrasia ikiwa haki za msingi zinakiukwa na sauti za wananchi zinanyamazishwa. Uchaguzi si mapambano ya nguvu, bali ni jukwaa la mawazo na maamuzi ya wananchi. Kulinda haki za kisiasa, kuheshimu sheria na kuhakikisha usalama wa wote ni wajibu usioweza kuepukwa ikiwa nchi inataka uchaguzi wa amani, huru na wa haki. Jumuiya ya Afrika Mashariki na washirika wa kimataifa hawapaswi kukaa kimya. Diplomasia ya kanuni inayosisitiza uwajibikaji, uwazi na haki inahitajika sasa zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Uchaguzi si vita, ni shindano la mawazo. Uganda inastahili uchaguzi wa amani, huru na wa haki unaoheshimu sauti ya wananchi wake. Komesha machafuko, linda demokrasia. Demokrasia si chama kimoja, demokrasia si mtu mmoja. Raia wa Uganda wana haki ya kuwachagua watu tofauti, sauti zao sikilizwe hata kama hazipendezi masikio ya utawala. Ni tahariri naye Silvanus Karemera. Bila shaka wiki hii macho yote yako huko Morocco, mwenyeji wa michuano ya kombe la mataifa bingwa Afrika AFCON. Tukaribishe kikosi chetu na karibuni sana, mtujuze zaidi mambo yako vipi, kivumbi kimetifuliwa vipi kule Morocco, ni nani na ni nani si nani. Katika michezo ya AFCON hatua ya makundi, Mali na Zambia zilichuana vikali, lakini hatimaye zikaagana kwa sare ya bao moja. Mali walitangulia kupata bao dakika 62 kupitia Lassine Sinayoko aliyetikisa wavu kwa shuti la kushtukiza. Hata hivyo, Zambia hawakukata tamaa na waliendelea kupambana hadi dakika za nyongeza, ambapo walifanikiwa kusawazisha na kuokoa pointi muhimu. Katika pambano jingine la kusisimua, Afrika Kusini walipimana nguvu na Angola katika mchuano ulioshuhudia kasi na ushindani wa hali ya juu. Bafana walifungua ukurasa wa mabao dakika 21 kabla ya Angola kusawazisha dakika ya 35. Kipindi cha pili walirejea kwa kishindo na Afrika Kusini wakahakikisha ushindi baada ya Lyle Foster kufunga bao la pili dakika ya 79 na kuipa timu yake ushindi wa mabao 2-1. Misri nao walionyesha uzoefu wa kimataifa kwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Zimbabwe. Licha ya kutanguliwa, Zimbabwe walipata bao la mapema dakika 20 kupitia Prince Dube. Misri walirejea kwa nguvu kipindi cha pili na kusawazisha dakika ya 64 kupitia mchezaji wa Manchester City Omar Marmoush kabla ya Mohamed Salah kufunga bao la ushindi katika dakika za majeruhi. Mashindano yanaendelea leo ambapo DR Congo wanavaana na Benin, Senegal wakipambana na Botswana, Nigeria wakichuana na Tanzania na Tunisia wakivaana na Uganda. Mashabiki wa Taifa Stars na Uganda Cranes wana matumaini makubwa kuona timu zao zikianza kampeni kwa mafanikio. Nina imani na timu yangu ya taifa. Kwa kikosi jinsi kilivyojiandaa vizuri, najua tutapata matokeo mazuri. Matumaini yangu, nina matumaini na timu yangu kwamba itafika mbali. Kundi A linaongozwa na Morocco wenye alama 3 wakifuatwa na Zambia na Mali walio na pointi 1. Katika kundi B, Afrika Kusini na Misri wapo sako kwa bako, kila mmoja akikusanya alama 3, huku ushindani katika michuano hii ya AFCON ukizidi. Felix
Charles Gatumo, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Hebu sasa tupate taarifa ya matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ng'endo. Marekani imekuwa ikifanya safari za ndege za kukusanya taarifa za kijasusi juu ya maeneo makubwa ya Nigeria tangu mwishoni mwa Novemba. Kulingana na takwimu za ufuatiliaji wa safari za ndege pamoja na maafisa wa sasa na wa zamani wa Marekani. Hatua hiyo inaashiria kuongezeka kwa ushirikiano wa kiusalama kati ya nchi mbili. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa za shirika la Reuters ambalo halikuweza kubaini ni taarifa zipi hasa ndege hizo zinalenga kukusanya. Hata hivyo, safari hizo za ndege katika Afrika Magharibi zinajiri kufuatia vitisho vya Rais wa Marekani Donald Trump mnamo Novemba vya kuingilia kijeshi nchi ya Nigeria, akidai serikali ya nchi hiyo imeshindwa kudhibiti ghasia zinazolenga jamii za Kikristo. Safari hizo pia zinafanyika miezi michache tu baada ya rubani mmoja Marekani aliyekuwa akifanya kazi kwa shirika la kimishonari kutekwa nyara katika nchi jirani ya Niger. Kundi la mwisho la wanafunzi 130 wa shule waliotekwa nyara nchini Nigeria na kuachiwa huru na serikali siku ya Jumapili limeunganishwa tena na familia zao katika jimbo la Niger katikati mwa nchi hiyo. Hivyo kuhitimisha mateso ya takriban mwezi mmoja yaliyovutia hisia za dunia nzima. Mwezi uliopita watu wasiojulikana waliokuwa na silaha waliteka mamia wanafunzi pamoja na walimu 12 kutoka shule ya Kikatoliki ya St. Mary's katika jimbo la Papiri, jimbo la Niger, linaloanzia magharibi mwa mji mkuu Abuja hadi nchi jirani ya Benin. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kwamba unaweza pia kualika marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Msikilizaji, ingia pale kwenye YouTube, subscribe, jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kama upo maeneo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Redio Rwanzururu RTR Beni, hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibuji, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Kwenye neno la siku hii leo tunaangazia neno shamra shamra. Wakati mwingine huandikwa kama neno moja au mawili. Ni neno la Kiswahili lenye asili ya Kiarabu linaloelezea hali fulani ya furaha na msisimuko. Hii hapa ni maana yake na jinsi ya kulitumia maana shamra shamra. Shamra shamra inamaanisha hali ya furaha kubwa inayofuatana na msisimuko, kelele za shangwe, maandalizi ya sherehe au pigo za kufurahia jambo fulani muhimu, vifijo, nderemo na mbwembwe zinazopamba tukio fulani. Mara nyingi neno hili hutumika wakati wa sherehe za harusi, sikukuu za kitaifa, ushindi wa timu ya mpira au mapokezi ya mgeni muhimu. Matumizi katika sentensi. Hapa kuna mifano ya jinsi ya kutumia neno hili katika mazingira tofauti. Kwenye sherehe, kijiji kizima kilijaa shamra shamra kufuatia harusi ya binti wa chifu. Kwenye michezo, baada ya timu yetu kupata ushindi, mashabiki walijitokeza mitaani kwa shamra shamra nyingi. Kwenye sikukuu, shamra shamra za sikukuu ya Krismasi zimeanza kuonekana madukani tangu mapema mwezi huu. Kwenye mapokezi, rais alipokelewa kwa shamra shamra na nderemo alipowasili uwanja wa ndege, yaani maneno yanayoshabihiana au visawe. Ili kuongeza uzuri wa lugha, unaweza pia kutumia maneno haya yanayoendana na shamra shamra. Kwa mfano, nderemo na vifijo, mbwembwe, harakati na msisimko. Haya basi, hilo ndilo neno la siku, wakati ambapo tuko kabisa kileleni cha kuingia kwenye shughuli ya sherehe za Krismasi. Naamini kwamba una shamra shamra nyingi sana, hasa kule vijijini. Naamini watu wote wamekimbilia kule vijijini ama mikoani. Haya basi, neno la siku. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo.
Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za nchi za maziwa makuu, ikiwemo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki mwa Kongo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa na jioni njema.